Lakini nina rafiki zangu watatu miaka hii 4 iliyopita, mmoja kafunga ndoa kanisani na miaka 45, mwingine ana miaka 37, mwingine ana miaka 36. Kwa hiyo hakuna habari ya umri. Kumbe tunavyoendelea na maisha yetu, naendelea na maisha yangu, natakiwa niwe na uelewa kwamba mimi nimeumbwa kama mke wa mtu. Asili ya kuumbwa kwangu mimi ni Mwanzo 2:18. Si vema mtu huyu awe peke yake, kuna huyu yupo, halafu ndio mimi nipo. Wakati wa Mungu utafika. Kwa hiyo naendelea na maisha yangu, naendelea na kazi zangu, naendelea na biashara zangu, nafurahia maisha yangu, kwa sababu changamoto zipo. Aliyeingia kwenye ndoa ana changamoto zake ndani ya ndoa, ambaye bado hajaingia kwenye ndoa ana changamoto zake. Wala sio kusema kwamba kwa kuwa sijaingia kwenye ndoa ndio maana anateseka. Hata aliye kwenye ndoa ana mateso ya aina yake na furaha za aina yake. Ambaye kama sijaingia kwenye ndoa nina mateso ya aina yangu na furaha za aina yangu. Kwa hiyo kila mmoja inabidi aangalie na kujipanga ni jinsi gani mimi katika nafasi hii ninatakiwa kuishi, kwa msingi wa kujua kwamba mimi niliumbwa kama mke na msaidizi. Nyakati hizi na wanawake ambao either kwa mafundisho ya upande mwingine au sijui niseme wakati mwingine kwa kuchoka kusubiri, mtu anaamua kusema kwamba mimi sitaki bwana ndoa. Sitaki ndoa, ndoa ni utumwa, ndoa ni mateso, sitaki kabisa. Ule unakuwa ni mtazamo ambao ni kinyume na Biblia. Amina. Ila mtu akiwa amekaa na usubiri wakati wa Mungu, huo ni mtazamo wa kibiblia na anaendelea na maisha yake, anafurahia maisha yake. Kuna vingi vya kufurahia katika Kristo. Amina. Kwa hiyo kama mke, utendaji wa mke unatakiwa uwe wa namna 4. Nimeandika namna 4. Ya kwanza ni kuendana na asili ya kimungu ya utoaji. Mungu alijitoa yeye mwenyewe ili sisi tuokolewe. Kwa hiyo sisi tumeumbwa pia kutoa ili kupokea, kwa sababu sisi tuna asili ya umungu ndani yetu. Na Zaburi ya 82 mstari wa 6 anasema ndinyi miungu na wana wa aliye juu. Ndani yetu kuna uungu. Kwa hiyo mke ndani ya ndoa, ishi ukitambua nimeumbwa ili kutoa, sio kupokea, kwa kujua kwamba mimi nimeumbwa kwa ajili ya mume wangu. Na jambo hili utakuta linaweza kukuondolea manunguniko mengi sana. Unajua wakati mwingine tunakuwa na malalamiko dhidi ya waume zetu, wakati mwingine yale malalamiko yanakuwa ni kweli, ni mapungufu makubwa yanayojitokeza sasa hivi ndani ya wanaume. Na niseme sisi kama wanawake ni walezi na wafundishaji wa watoto. Tusisahau kuwafundisha watoto wa kiume wajue wajibu wao kama baba. Mtoto wa kiume ajue anatakiwa kutunza familia yake. Yale yote tunayojua ni ya baba anapaswa kuyafanya. Hata sisi kina mama tuwafundishe vijana wetu toka wadogo. Nakumbuka kuna siku moja mwanangu alikuwa darasa la 2 wa kiume. Akaniambia, mama, mbona mimi nimecheleweshwa kuanza shule? Tulimchelewesha kama mwaka mzima. Wenzio walikuwa wanaanza umri wa miaka 5, yetu tulimwanzisha miaka 7. Wenzie ni wa kike. Mbona mimi nimechelewa kuanza shule? Mimi mkubwa niko darasa la chini. Nikakaa chini nikampa maelezo kwa kirefu sana. Nikamwambia, wewe ni mwanaume, unatakiwa ukomae, ukue. Unapomaliza chuo unatakiwa ukaanze maisha, ukachukue mwanamke uanze kumtunza wewe. Kwa hiyo tumekuchelewesha ili wewe unasoma ukiwa unalielewa hilo, kwamba wewe utatakiwa kutunza mke na watoto. Wenzako hawa ni wa kike, nao inabidi wajitunze, lakini yawezekana wakaolewa wakawa na waume zao. Nikamwambia hata baba yako alikuwa na nyumba, akaenda kunichukua mimi chuo, akanileta kwenye nyumba yake. Natoka hapo alipojianzishia mwenyewe kuuliza kama amefanya kosa, ni kila mara nikikaa naye na mueleza, wewe unatakiwa utunze familia yako. Tuwaite hao watoto baba, wewe ni baba wa familia yako. Wewe utakuwa mume wa mke wako. Unajua yale maneno yanaumba Itakuwa vigumu baadaye mtu kuja kupanda kitu kingine kwamba wewe ni mama Kama wewe umeanza kupanda toka mtoto hana kitu kichwani unapanda hivyo. Na wakike pia tumuite mama. Muite wewe ni mama. Wewe utakuja kutunza familia yako. Wewe kwa nini unafanya hivyo? Utakuja kuwa mke wewe, utaharibu kwenye nyumba yako. Tufanye hivyo kama wale wabibi walivyokuwa wanafanya, ni kitu muhimu sana cha kuweza kusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokuwa tuna mtazamo wa kutoa kuliko kupokea, ni rahisi kujikuta kwamba manunguniko yanapungua. Yale manunguniko yetu ya kawaida wanawake, ambayo siku zote huwa tunajisikia, huyu mwanaume hanijali, hanisikilizi, hanithamini, huyu mwanamke, huyu mwanaume. Mengine kweli ni mapungufu yao, lakini mengine ni hii elimu ambayo inapita
inatuwekea viwango vya sisi kukaa kwa kupokea tu. Tukikaa kwenye viwango vya kupokea tu, tunaweza kujikuta tunapoteza mwelekeo, kwamba nategemea, matokeo yake tunakuwa tunaona mapungufu tu upande wote. Kwa hiyo nikijua mimi natakiwa kutoa kwa sababu niliumbwa kwa ajili yake, wakati mwingine inanipunguzia manunguniko, na badala ya manunguniko ninaingia katika hatua za mimi kuangalia ni jinsi gani nitamtendea mema. Galatia sura ya 6 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema msichoke katika kutenda mema, mtavuna kwa wakati wake msipozimia roho. Na tena anasema mtavuna kwa wakati wake, na kwa wakati wake msipozimia roho, manake tutarajie kuvuna kutoka kwa Bwana. Isaya sura ya 40 mstari wa 10. Neno la Mungu linatuambia Mungu anakuja kwa wakati wake, na ujira wake uko mkononi mwake. Kwa hiyo sisi tunapotenda mema, tusitende mema, tutende kama kwa Bwana. Tusitende kama tunaosubiri na yeye atanitendea mema saa ngapi. Tukifanya kama tunasubiri na yeye atanitendea mema saa ngapi, tutachoka. Na ndio maana neno la Mungu linasema msichoke katika kutenda mema. Ila ukifanya kama kwa Bwana na tutarajie malipo yetu toka kwa Bwana, itatusaidia zaidi. Tukitarajia malipo toka kwa Bwana, manake sisi tutaendelea kutenda mema, haijalishi huyu mtu yeye anatenda kitu gani. Na tunajua mbele za Mungu sisi tutaweza kupokea, na tunachopokea toka kwa Mungu siku zote ni kikubwa kuliko hata huyu mwanadamu angenitendea pia wema. Na kama tutatenda wema kwa jinsi hiyo, ndugu zangu, huyu mwanaume uliye naye, na yeye ni mwanadamu, iko siku tu Mungu atasema naye, atapata kuona kwamba kuna maeneo anahitaji kuyabadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utendaji wa pili, ambaye anaishi na mume, utendaji unatakiwa uwe unazungumza kwamba wewe uliumbwa ili yeye aishi kwa furaha na amani. Mimi niliumbwa ili yeye aishi kwa furaha na amani.